Yanahusiana na polisi. Mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA na kitengo cha kuwachunguza maafisa wa polisi vimeanzisha uchunguzi wa kubaini iwapo maafisa wa polisi walihusika kwenye shambulizi la kanisa la ACK Witima huko Nyeri. Ibada hiyo ilikuwa ikihudhuriwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua Jumapili iliyopita. Mratibu wa eneo la Kati Joshua Nkanatha sasa amewarai maafisa wa polisi na wale wa utawala kutojihusisha kamwe na ghasia na kuwataka kuzingatia kanuni zinazoongoza utendakazi wao. Kama Mwangi anaarifu mengi. Huku kitendawili cha ni nani aliyepanga na kufanikisha shambulizi la siku ya Jumapili kanisani ACK Witima huko Othaya kikiendelea, mratibu wa eneo la Kati Joshua Nkanatha sasa anasema maswali haya yatapata jawabu IAU na IPOA watakapokamilisha uchunguzi. Kwenye taarifa, baada ya asasi za usalama kutajwa kuhusika na kutekeleza shambulizi hilo, mratibu huyo anasema tayari kuna taarifa zilizoandikishwa, vitengo vya usalama vikinuia kutegua kitendawili cha shambulizi hilo ambalo limekemewa pakubwa. The matter was taken from the DCI by the two government agencies, one IPOA and the internal affairs in the police unit. And for obvious reasons, we cannot investigate ourselves. Nkanatha hata hivyo anawataka wanasiasa kuhakikisha wanakopanga mikutano au kuhudhuria hafla wamewajulisha maafisa wa usalama ili kuhakikisha tukio kama lililoshuhudiwa Othaya halifanyiki tena, na zaidi kuhakikishia Wakenya walioko kwenye hafla na mikutano hiyo kuwa usalama utazingatiwa. And we are saying that the entire government machinery in Central Region will not withstand any or tolerate any incitement from whichever quarter. We will be very firm to make sure that we don't create chaos. Vilevile amewataka maafisa wa polisi na wale wa kitengo cha utawala kutohusika na vurugu wanakohudumu, akionya hakuna atakayekubaliwa kuipaka tena serikali tope. The message to all of us, especially the public servants, the police, the girls, everyone, is that we should take our work seriously. And we know we have the standard operating procedures. Those are the ones I think we should be more careful to make sure that we follow them. Kama Mwangi, runinga ya Citizen.